Tarehe 16 ni mwezi wa 6 mwaka huu. Ni siku ambayo kwa kweli ilistua sana moyo wangu kwa sababu sijawahi ku experience kitu kama kile. Kwa sababu nilikuwa na majukumu mengine ya kikazi ya Arusha, majira ya saa 7 saa 8 mchana napigiwa simu Tabora, taarifa ambayo naipata ya baba yetu, mzee wetu kipenzi, mzee Moshe Ali Tembele napata ajali ya treni. Kwa kweli ni siku ambayo haikuwa siku nzuri, lakini kwa sababu sisi sote ni wanadamu, tumeumbwa, hicho ni Allah ndio anapanga kila kitu. Kwa hiyo hatuna wajibu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kwa hiyo nashukuru sana Mwenyezi Mungu, tukio lilikuwa salama na nilikuwa Tabora muda wote kipindi hicho mpaka jana ndo nimerejea kwa ajili ya shughuli nyingine za kawaida za kila siku. Asante sana. Na maisha yanaendelea. Mzee ametangulia na sisi sote tuko nyuma yake, sababu njia hiyo ni njia ya wote, tumeumbwa lazima tupite njia hiyo. Sema na sasa imetimia kurudisha formula. Ni hilo lilokuleta hapa? Ni kweli nimekuja hapa katika ofisi za shirikisho la mpira wa miguu TFF kama ambavyo unavyozungumza. Ni kweli bahati mbaya fomu mimi sikuwa nimechukua, nilichukuliwa na jamaa zangu kina Amri Kiemba, lakini leo kama unavyokumbuka kwa mujibu wa mwongozo, leo tarehe 20 ndio deadline ya kurejesha fomu. Sasa ndio nimetoka kuzirejesha na kuzikabidhi katika ofisi za shirikisho ili shughuli nyingine ziendelee. Wapo wagombea ambao walishakuwa na changamoto mbalimbali katika zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu. Labda kwako imekuwaje? Na swala la uidhinishaji. Changamoto ni sehemu ya maisha. Changamoto bila changamoto huwa hakuna maendeleo. Changamoto ndio huwa inapelekea kufanya mtu kufikiria, na hata wanadamu tumeumbwa hivyo kwamba kama Mwenyezi Mungu asingetuumba kuwa na njaa, unajua tusingekuwa tunafikiria namna ya kutafuta chakula. Kwa hiyo hata katika hii ni moja kati ya kitu ambacho kwa sababu kikubwa hatuwezi kuzungumza, kwa sababu lazima kwanza tuonyeshe kwa mujibu wa miongozo turejeshe, alafu baada ya hapo mamlaka ndio itatoa taarifa rasmi, kwa sababu tumerejesha ndio yapata endorsement, lakini sasa nafikiri baada ya mamlaka ndio yenye mamlaka, kwa sababu sasa hivi unajua sio wakati wanani kuzungumza. Wenye mamlaka ndio watatoa taarifa baada ya mchakato mwingine ukiwa unaendelea. Kwa kweli kama ulivyozungumza ni changamoto, lakini as far as nilichukua lazima nirejeshe. Kwa hiyo nimerejesha kwa sababu nilichukua. Lakini endorsement hujapata? Endorsement kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi endorsement kwa mtu mmoja, miaka ile ya nyuma wakati ule ilikuwa ni endorsement, ilikuwa chama, unajua ilikuwa chama au shirikisho la soka inaweza kaendorse hata watu 5 watu 6, kwa sababu ilikuwa ni kama vile vetting, kwa maana kudhibitisha tu kwamba huyu mtu ana uwezo, ana experience, anafaa katika nafasi hii. Kwa hiyo mnaweza mkapitishwa hata 5, 6, 7. Kwa wakati ule ilikuwa hivyo, lakini kwa baadaye sasa hivi endorsement ya chama cha soka ni kwa mtu mmoja, na kikisha muendozi hakiwezi kuwa na nafasi ya kumuendozi mtu mwingine. Kwa hiyo ndio nafikiri ni kitu cha kawaida, lakini as far as tuna dhamira, ndio sababu mimi nimerudisha fomu. Sasa mamlaka ndio itatoa taarifa rasmi, kwa sababu ndio sababu kuna mwenyekiti wa kamati, kuna kamati ndio ina mamlaka ya kuzungumzia haya. Sisi tunatakiwa kucomply na kanuni. Na kwa kurejea uchaguzi uliopita, bila shaka kila kitu kimepanga kiwe sawa sawa, kisha yale yaliyotokea kwenye uchaguzi uliopita yasitokee kwenye uchaguzi kwenye urudishaji wa fomu. Ni kawaida. Unajua kadiri siku zinavyozidi kwenda huwa kanuni, sheria na taratibu huwa zinabadilika kutokana na mahitaji ya kila wakati. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida ambacho tunatakiwa kujiandaa kukifanya hivyo ili kuendana na mahitaji ya wakati, kwa sababu kila wakati huwa na mahitaji yake tofauti na wakati uliopita. Kikubwa ni kujiandaa kikanuni na kisheria ili kuendana na mahitaji ya wakati. Na umeridhishwa na mchakato mzima wa kuchukua na kurejesha? Mchakato wa kuchukua nimechukua
na kama hivyo mwongozo unavyotoa kwamba lipia kiasi fulani then utapata ile fomu na kurejesha, unajisajili wakati wa kurejesha na kila kitu ulichokiambatisha hapo na kisajili kwamba katika viambatisho vyangu kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, vyote nimetoka kuvisajili hapo sasa hivi, then naziachia mamlaka, ndio zitatoa ripoti rasmi ya kile ambacho kimetokea kwa sisi ambao tumerejesha.